Na nataka niwaombe walimu tuheshimiane. Maisha haya huwezi kujua mtakutana wapi. Na nataka niwaombe walimu wa Bukombe na walimu wa Tanzania, msijione duni. Kila kitu kinawezekana. Mungu amemwandikia kila mtu ramani yake, utapita kwenye ramani hiyo hiyo. Usikubali mtu mmoja akuone duni wala akudhalilishe. Wewe tambua kwa wewe ni mwalimu, unastahili heshima, unastahili kuthaminiwa. Na kwa sisi tunaowasimamia walimu, Wizara ya Elimu na TAMISEMI, lakini na halmashauri zote nchini, nataka nitoe wito. Hii tabia ya mwalimu mmoja amekosea, mnaanza kutaja walimu wote. Kwanza tunawavunja moyo walimu walio wema, lakini tunapeleka picha mbaya ya taaluma ya ualimu kwa watoto wetu. Kama kuna mwalimu mbaya, asemwe kwa ubaya wake, lakini ualimu na walimu wenyewe uachwe. Hii ni taaluma takatifu. Taaluma hii ilijulikana toka mwanzo, toka wakati wa Yesu mpaka wakati wa Mtume Muhammad, njoo wakati wa Plato, Aristoto na wote kina Mahatma Gandhi mpaka Mwalimu Nyerere. Hawa wote walijulikana kwa sababu walifanya kazi ya ualimu. Ni kazi ya uumbaji, kazi inayompa uhai wa maisha na kumwelekeza mtu namna bora ya kuishi duniani. Ni kazi inayotengeneza taifa lililo bora zaidi, inatengeneza jamii inayojiheshimu, lakini muhimu zaidi ni taifa, ni taaluma inayojenga taaluma nyingine. Tutaendelea kuwaheshimu na kuwaenzi walimu wetu. Tutaombea kwa Mungu. Watoto wetu wakija kwenu wapokeeni, wavumilieni, wafundisheni. Kuna wengine wanaelewa polepole, wavumilieni. Kuna wanaoelewa haraka, wavumilieni. Kuna ambao hawataelewa leo, wataelewa kesho, wapeni muda. Kwa sababu hata sisi tunatofautiana kuelewa kwetu.